Kwa hiyo swala la Yohana kuzaliwa ilikuwa ni swala ambao ilikuwa ni lazima. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika jambo hilo Zekaria anaingia kwenye mtego. Zekaria wakati wa Bwana ulipofika wa kulitimiza jambo lile. Ndio maana mwanzo nimekwambia kwamba yako mambo ambayo Mungu akitaka yafanyike yatafanyika. Sharti sisi kama wanadamu ni kumwamini na kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tusipoamini na kuyapokea, tunaweza kujikuta tumeingia kwenye matatizo. Sasa ili kuepuka kuingia kwenye matatizo ni tumwangalie Mungu, tusiangalie mazingira yanayotuzunguka. Haleluya. Zekaria anaambiwa kwamba utapata mtoto. Lakini wakati huo Zekaria akijitazama ni mzee na mke wake naye Zekaria anasema mke wake naye alikuwa ni kikongwe wa miaka mingi. Hapo sasa unaona Zekaria anaingia kwenye mtego, anaanza kuangalia mazingira kwamba no, how it can happen, inawezaje kutokea hii? Mbona mimi tayari ni mzee na mke wangu naye ni kikongwe, tunaweza kupata mtoto? Anaangalia mazingira, anageuka, anaanza kuangalia mazingira. Alisahau kusikiliza sauti ya Mungu, alisahau kusikiliza na kuamini na kumwamini yule anayesema naye. Badala yake akaanza kuangalia mazingira yanayomzunguka. Usiangalie mazingira yanayokuzunguka. Wakati mwingine mazingira yetu si mepesi, na wakati mwingine mazingira yanayotuzunguka yanakuwa ni mazingira yasiyotupa nguvu za kuamini, yanakuwa ni mazingira yanayotuvunja moyo. Lakini don't focus on that environment. Usifocus kwenye mazingira namna hiyo. Mwangalie Mungu katika kila hatua unayopiga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila hatua unayopiga mwangalie Mungu. Mwangalie Mungu hata katika usiku wa kulala njaa. Just focus on God. Mwangalie Mungu hata katika mazingira kukataliwa. Mwangalie Mungu. Kwa sababu unapomwangalia Mungu unajipa uwezo wa kumwamini. Na mtaji ambao Mungu anautumia kutekeleza kazi yake. Kuna mambo kadhaa hapa nataka nikuonyeshe. Utaona kila kitu ambacho nimekizungumza hapa kilitokea katika mchakato ule wa Yohana kuzaliwa. Jambo la kwanza ambalo natamani niliseme ni kwamba Zekaria hakumwangalia Bwana. Badala yake aliangalia mazingira.